Yo, it's me your boy Amri Mwingo bana, niko Zenji hapa, niko na Malo mkali wa mambo vipi kaka? Ya kama kawaida. Sana nimeibuka Unguja. Ya nimeibuka nini? Kwa ndugu zangu, unajua kwa familia. Ya tuko na kiwasha nini, tuko na tour zetu. Kwa jana tumemaliza kipengele hicho kwa Daudi mwana so mbaje kuongea na mashabiki zangu. Kitu kama hicho. Of course mimi nimefurahi kuona na maswali kadhaa tu ambayo pengine mashabiki wangehitaji kujua. Kwanza, wimbo wa Kila Mtu na Maisha Yake umekuwa ni wimbo fulani wa inspiration sana. Uhalisia upoje kwenye ule wimbo na maisha yetu? Uhalisia, mimi na imani nyimbo yetu ina majibu. Kana kila mtu na maisha yake, au sio? Kila mtu na maisha yake vipi, kutokana mimi ni msanii lakini kwamba reality yetu tunaishi maisha ya Uswahilini. Kwamba watu wengi tunawaona Uswahilini maisha yao wengi sana ni wale maisha yao, sio bwana. Pangu pakavu, mtu mwingine anaganga, mtu mwingine apolala hapajukani, mtu mwingine ana maisha mazuri tu kwa muonekano wa nje, lakini anapolala anapajua mwenyewe nini. Kwa sometimes tu kama sisi, mtu kama mimi msanii nikichukua kitu cha hapa unajua zile. Kwa nini siwapelekee ujumbe huu mashabiki zangu? Wanajikuta nimetengeneza ujumbe mkubwa kwa vile vitu tunavyoishi navyo wenyewe watu wa Uswahilini. Nakubali sana. Na katika ngoma zako zote ambazo umetoa, ngoma gani ambayo unasema hii ngoma imenifungulia njia? Ngoma zipo nyingi, lakini kwamba tulikuwa nilianza kuna ngoma yangu moja inaitwa Tunaishi kwa Imani, naweza unaijua. Tushaishi na masela huko mtaani, tushaleta sana noma huko mtaani, tushakinda tushaponda huko mtaani, tushatoa mpaka mitu huko mtaani. Hiyo bwana ni ngoma yangu fulani ilionipa speed, kutokana na ngoma ilianza kwenda kwanza ng'ambo ya nchi yetu South Africa. Nyimbo ilienda ikaja nyumbani ikasogea. Kwa hiyo ni ngoma fulani ilionipa ubigi fulani, yani ni ngoma ilionipa safari ya muziki, na ndio maana nilipofanya Tunaishi kwa Imani nikaja kufanya Kila Mtu na Maisha Yake. Ni ngoma bigi, ni ngoma kubwa zinaenda, na kuna ngoma kama Sitaki Mazoea. Sitaki mazoea, ukikaa na wenzako maneno naongea, sitaki mazoea. Kwa hiyo tuna ngoma nyingi nini. Kwa hiyo kikubwa mimi ninachopenda, mimi mashabiki zangu wana support, wanapenda muziki mzuri. Kitu kama hicho. Katika hiyo ni ngoma ambayo unasema imefungua, ngoma ambayo imeleta yani yenye mafanikio zaidi ni ipi? Mimi na imani ngoma zangu zote, yani ngoma yangu iliyofungua na ngoma yangu zilofuata zote ni ngoma za mafanikio. Kutokana ni ngoma zenye ujumbe. Kwa hiyo mimi na imani ngoma kama Tunaishi kwa Imani ni ngoma ambayo imefungua njia. Lakini mafanikio kutokana ile ngoma inaishi mpaka leo. Kabisa. Kwa hiyo mtu mwingine bana asikiza Kila Mtu na Maisha Yake, dogo ana ngoma ngapi, akija anakuta Tunaishi kwa Imani, anakuta Sitaki Mazoea. Kwa hiyo ni ngoma mpaka kesho napiga show. Mwenyezi Mungu anabariki, napata chote kitu, unajua zile, kutokana na muziki wangu na utengeneza kila siku. Kwa hiyo mimi ngoma zangu zote ni ngoma zangu zinanipa mafanikio mpaka kesho. Na tuna hii Singeli worldwide. Plani ikoje? Kwa sababu sasa hivi kuna hiyo kwamba Singeli ndio inaweza ikatutoa kama Tanzania, muziki wetu ukawa na identity ya peke yake. Kwa upande wako wewe ikoje yani? Kwa upande wangu mimi nimejipanga, nipo fresh. Mashabiki zangu yani kwamba niwaambie kwamba hizi tour zinaandaliwa na zinakuja soon, lakini kwamba mimi nilianza kuangalia nyuma kuhusu masuala kuhusu muziki wetu wa Singeli, kwamba leo wanaandaa tour zinakuja bwana Singeli to world, au sio? Lakini kwa mimi mwenyewe kunyuma nishafanya makolabo na wasanii wa nje. Ndio. Na kwa hiyo nimekupa tu hapo, au sio? Kwa ngoma zinakuja soon. Kwa kwamba wao wataandaa, lakini mimi tayari nishaanza kufanya. Kwa lazima washangaa, huyu mtu vipi? Kwa kwamba muziki ndio upo hivyo, ni kwamba lazima ujipange na mashambulizi ya mbele. Kwa kwamba mashabiki tu wakatari, kuna kolabo nyingi, kuna kolabo za nje, kuna kolabo za ndani, kolabo kubwa. Kwa tu ajiandae. Kwa hiyo si muziki wetu tunaopeleka moja kwa moja old. Labda swali la mwisho, ndoto yako kubwa ni ipi ambayo unasema mimi mpaka kufikia hapa sijafikia kiasi hichi, dream yangu ni kufika hapa? Mimi bwana, ndoto yangu kubwa sio kwanza, mimi cha kwanza nilichofika hapa nashukuru Mwenyezi Mungu. Alafu cha pili, mimi na imani kila nia kwenye nia kuna njia, au sio bwana? Mimi mwenyewe imani yangu na imani nachoamini mimi kupambana, au sio bwana? Kwa kwamba kuna maisha kila mtu anatamani, au sio bwana?
Kwa mimi natamani nifike maisha fulani kwamba kuna vitu niwe na vimiliki, au sio bwana, kwamba sometimes labda namiliki magari, namiliki apartment, namiliki makampuni manini, mameli manini, kwamba hicho kitu kila mtu anatamani, au sio bwana. Kwa hiyo kwamba mimi na imani mimi mwenyewe kupitia muziki wangu, au sio bwana, nitatimiza ndoto ya malengo yangu, au vipi bwana? Kwa hiyo kwamba hata nilipotoka na nilipofika, au sio bwana, kwa sababu kuna watu wanamsikia Dogo Malo hivi na hivi, kuna watu wanajua Dogo Malo yeye namna gani vipi, au sio bwana. Kwa hiyo kwamba na imani hatua Mwenyezi Mungu aliyotupa mpaka tulipofika ni hatua kubwa, na imani ni kuna malengo mengi tunayatamani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atafanya wepesi, inshallah tutapambana, tutafikia malengo. Amen. Pamoja sana. Thanks for your time. Pamoja sana. Neno lolote la kwa Tanzania utakuambia? Bwana, mimi sina neno moja, maneno zaidi ya 11. Nakubali. Kwa hiyo kwamba tukiwa pamoja, la kwanza bwana, mashabiki zangu nawapenda sana na wakubali sana. Kikubwa mzidi kunisupport. Ndugu yenu, mwanenu, mdogo wenu, sio bwana, na vitu vingi kama tarehe 28 hapo na track zangu 2 zinaitwa track 2 za singeli mwenyewe. Kwa tarehe 28 hizo track zinatoka. Kwa mashabiki zangu, mashabiki wa muziki mzuri, au sio, tuwe pamoja, au sio bwana, vitu vingi, na mkanifollow kwenye akaunti zangu kama Instagram natumia Dogo Malo, TikTok natumia Dogo Malo, YouTube natumia Dogo Malo. Bwana, kaeni makini, kuna vitu vingi vinakuja. Kila mtu na maisha yake, kila mtu anapambana anavyojua mwenyewe. Nini? Ugai uchumi hali yake, kila mtu anapolala anapajua mwenyewe. Zanzibar kama shida, huenda kesho tukapata tukajenga furaha, si kwetu kawaida. Hata nkirudi nyumbani watoto wamelala njaa. Sharati sana.